Taifa letu lina ukwasi wa juu unaotokana na rasilimali ya udongo tulionayo. Ni kwa sababu hii ambapo kilimo hutajwa kama uti wa mgongo wa taifa letu. Asilimia kubwa ya ardhi yetu hata hivyo husemekana kuwa haifai kwa shughuli za kilimo kwa sababu ya ukosefu wa maji. Eneo la mashariki mwa Kenya kama vile Ukambani linafahamika kwa kutoa kiwango cha chini cha mazao, na hivyo wenyeji wake hujipata wakipewa misaada ya chakula mwaka baada ya mwaka. Watu kulingana na historia wamekuwa wakilima mashamba yao na ng'ombe ama matinga ama kulima na mkono. Mvua ikinyesha ile mchanga yote ya juu inabebwa. Next time tunakuja tunalima inabebwa. Sasa wakulima hawajui kujua shida ni nini, kwa sababu miaka ya nyuma mtu anakuambia shamba yake ilikuwa inampatia chakula kutosha. Lakini miaka inavyozidi kusonga chakula inaenda ikipungua na sehemu nyingine imeisha kabisa. Kama mbinu ya kutafuta suluhisho la ukosefu wa chakula na namna ya kutafuta njia ya kurekebisha mabadiliko ya hali ya hewa barani Afrika na hapa nchini pia, washikadau wa sekta hii ya kilimo wanapigia debe mbinu inayofahamika kama kilimo cha uhifadhi, yani conservation agriculture. Hiki ni kilimo kinachotoa fursa kubwa kwa wakulima kufurahia mazao mazuri kwenye mashamba yao na vilevile mapato mengi kiuchumi kutokana na maeneo yenye mvua pungufu au maeneo ambapo mchanga umezorota. Kwa wale ambao wamejaribu kweli wanasema inawawezesha kupata mazao bora. Na hivyo basi kama kila mkulima angeweza teknolojia ya kilimo hifadhi katika shamba lake, basi tutaweza kuwa na mazao ya kutosha kwa taifa letu. Kwa hivyo tuhakikishe ya kwamba kila Mkenya ana chakula cha kutosha na mambo ya njaa yawe mambo yaliyosaulika, na hata labda tuwe na cha kutosha cha kuuza nje kwa sababu ya mapato. Mwongozo wa mbinu hii ya kilimo unalenga kupunguza uchakavu wa udongo, kulinda udongo asilia na kukuza mimea kwa njia ya kubadilisha eneo unapokuzia mazao aina fulani, yani crop rotation. Eric Chongo ni mwalimu wa wakulima wa eneo hili la Wote, kaunti ya Makueni, ambapo amekuwa akiwafunza wakulima kwa vikundi ili waweze kuanzisha kilimo cha mbinu hifadhi. Mafunzo haya yamekuwa yakiendeshwa kwa mbinu ya kuwahusisha viongozi wa jamii ambao wakishajifunza wanatakiwa kuwaelimisha wenzao kwenye jamii. Wale lead farmers sisi ndio tunawatrain. Tukiwa train tupeleka through a technical training ambao tunaifanya on a monthly basis. Wale lead farmers nao wanarudi chini kuendelea kutrain wale farmers wengine. Tunafanya hivyo kwa sababu tunataka hii knowledge, hii technology bado ibaki na wakulima wa Makueni. Inakadiriwa kwamba hekta milioni 100 za ardhi ziko chini ya kilimo hifadhi duniani kote. Barani Afrika hata hivyo, jumla ya maeneo yaliyo chini ya kilimo hiki bado yangali madogo ikilinganishwa na maeneo yanayolimwa kwa kutumia njia za kawaida za kisasa. Kulingana na maoni ya wale waliofuata mbinu hii, mfano wake Tegla Chokuya, elimu hii ikiwafikia watu wengi itawasaidia kujiunga na kilimo hiki kwa faida zaidi, jambo ambalo litawezesha taifa letu kujikimu kichakula. Mimi vile naweza kusema ni watu wasomeshwe maana ya kilimo, kwa vile kilimo inalipa. Watu wakifundishwa kilimo, kwa vile mchanga tunao na ile mvua kidogo inakuja, inaweza kupea watu chakula ya kuwalisha na kuuza. Juhudi za mwanawe Tegla za kufanya utafiti na upekuzi kwenye mitandao zilimwezesha kuwapata wataalamu wa mbinu hii, ndiposa wakaamua kuwasiliana nao ili kuja hapa kuwafunza kilimo hiki. Tukamuinvite, akaja akatutembelea, hatukuwa tunamjua. Akaja akaanza akatuambia anafanya area ya Makueni, then after that akaanza kututrain. Bila shaka juhudi hizi zimeweza sio tu kuwanufaisha wao bali pia jamii inayoishi karibu nao. Ni mfano mzuri wa msemo wa Kiswahili, mgeni njoo mwenyeji apone. Mimi sijawahi kupata mahindi ya kiasi hii. Hii ni wakati wangu wa mwanzo. Hata tangu hii kilimo ama nilikuwa nalima hii shamba, sijawahi kupata chakula ya aina hii. Ni juhudi kama hizi ambazo zinapaswa kuungwa mkono na wanaohusika na miradi au shughuli za kilimo katika maeneo kama haya ya kaunti, badala ya kutegemea mikakati ya serikali kuu.
Kwa kufanya hivi, tunaweza kujikinga dhidi ya hatari kubwa ya kukosa chakula, kwa vile kila jamii itaweza kujikimu kivyake na pia kupata mazao ziada ya kuuza. Washikadau katika kilimo kwa taifa na labda kimataifa pia, labda tukae pamoja na tuweze kufikiria njia ambazo zinaweza kunufaidi wakulima na pia kusaidia mazingira yaweze kuwa yamehifadhiwa, kwa sababu kizazi kijacho kinahitaji mazingira haya, na hivyo ni vema tuache mazingira yakiwa bora kwa sababu ya vizazi vijavyo. Sasa vile nimebadilika, siwezi kwenda kwa ofisi ya chifu niendee chakula, kwa vile sasa hii chakula yangu nitosha mpaka ya watu wengine, majirani, my relatives, hata wengine wanakuja hapa kwa shamba yangu nikiwa siku. Ili kudhibiti mbinu hii ya kilimo, unashauriwa kuacha masalio ya mazao shambani na usiyachome moto. Jinsi unavyoacha masalio mengi shambani ndiyo vizuri zaidi. Masalia haya hurutubisha udongo, kudhibiti upotevu wa maji ya mvua na yanaruhusu maji kupenya ndani ya udongo kwa utaratibu. Hatushughuliki na kulima mchanga mahali ambapo hatuna shughuli na penyewe. Tunadili na area ile tunaweka mbegu zetu. Sasa ile sehemu ambayo inabaki tunaiacha vile ilivyo. Inatusaidia ku retain the soil structure. Na mimea ile inayotoka shambani, tuna advise our farmers waache hiyo mimea ibaki pale chini, ianguke, decompose, iendelee kuimprove the soil structure and soil fertility. Vile unapaswa kuandaa mashimo ya kudumu ya kupandia mimea yako. Hii inamaanisha kuwa mashimo haya yanapaswa kupandiwa mazao kwa misimu kadhaa kati ya 3 hadi 5. Mashimo ya kupandia ya kudumu vile yanavuna maji ya mvua za awali, na hivyo hurahisisha uotaji wa mbegu na kuboresha uchipukaji mzuri wa mazao yako shambani. Baada ya kuandaa mashimo, unatakiwa kuhakikisha kuwa mchanga wako umefanyiwa uchunguzi ili wewe mwenyewe uweze kuwa na uhakika wa mbolea utakayoongezea shambani mwako. Sisi kitu cha kwanza tunashauri wakulima wetu ni wafanye soil testings. At least wanaambiwa ni kitu gani inakosekana kwa hiyo mchanga. Kwa sababu unaweza kuweka mbolea mingi, kumbe hiyo mbolea haihitajiki kwa tayari ni excess kwa mchanga. Ama unakosa kuweka ingine, kumbe ndio inahitajika kwa crop. But basically kwa sababu michanga yetu mingi ina lack phosphorus, na kuna recommendation ya fertilizers by the government in a given region. So kama hapa Makueni wanakuwa advised kutumia 75 kilos per acre of DAP ambayo ni phosphorus. Kilimo kinachotegemea mvua humhitaji mkulima kupanda mbegu mapema kisha subiri mvua. Anza matayarisho ya shamba mapema mara tu baada ya kumaliza kuvuna, ili uweze kusambaza kazi zako kwa miezi mingine kabla ya kuanza kwa msimu mwingine wa kupanda. Jinsi unavyoweza kuandaa shamba lako mapema, ndivyo utaweza kupanda mara tu baada ya mvua za kwanza kunyesha. Upandaji mbegu wa mapema ni muhimu kwa sababu mvua hizo za awali husaidia mmea katika uotaji wake kutokana na nitrojeni inayoachwa na viumbe hai wa udongoni. Ni kwa sababu hii ambapo Joyce Mawio anasema mbinu hii ya kilimo hifadhi humwezesha kujipanga mapema. Conservation inaona ndio rahisi kwa sababu hii unajipanga mapema. Hii conservation si unajipanga mapema, unatema mbeze, unatengeneza hizo mbeze, unaweka manyua mikono miwili hivi, ukitaka unaweka fertilizer, alafu unarudisha hiyo mchanga. Sasa unajitayarisha ndio mvua ikinyesha uje tu upande. Haya, hii ya kawaida tunangojea mpaka mvua inanyesha. Sasa ile kwenda kulima kuna matope, ndio zingine zinafunikwa mpaka asimeni. Kilimo cha kubadilisha mazao ya jamii moja na yale ya jamii nyingine hupunguza matumizi ya mbolea za viwandani shambani. Hii ni kwa vile mazao aina ya mikunde kwa mfano hurutubisha udongo kwa kutumia hewa ya nitrojeni kutoka angani na kuibadilisha, hivyo kufanya mimea mingine isiyo jamii ya kunde ifaidike vile. Mahindi kwa kimombo wanasema ni grass family. So labda tena ukipanda sorghum ama mawele, hiyo bado ni familia moja, na labda wadudu ambao wanao mtegemea mahindi bado watapata chakula kingine katika, na hivyo basi utaendelea kupata mazao duni kwa sababu hiyo.
kama vile akipanda mahindi, next season arudi pale apande mmea mwingine tofauti, legume kama vile marage, ndengu ama kunde. Watetezi wa kilimo hifadhi wanasema kwamba mbinu hii vilevile inapunguza hatari ya mimea kukauka kwa kupunguza mahitaji ya maji kwa 30%. Hali hii inaweka matumizi mazuri ya maji ardhini na inawezesha mizizi ya mazao kupenya ndani ya mchanga, kupunguza mmomonyoko wa ardhi na pia kuzuia mafuriko katika maeneo ya maporomoko. Katika hiyo basin tuliyotengeneza ama riplines zile tunatengeneza, hapo ndipo tunapoweka chakula, tunapoweka mbolea, tunapoweka manyua. Kwa hivyo mmea una guarantee mahali umepandwa ndio hapo unapata chakula chake. Na maji mvua inaponyesha ile kidogo inakuwa retained pale chini. Baada ya masomo haya kufanyika mnamo mwezi wa Februari, wakulima ambao waliamua kuyaendeleza wana kila sababu ya kutabasamu. Kwa wale walioamua kuendelea na mbinu za kilimo za zamani, sasa hawana budi kutamani mavuno kemkem ya wenzao. Paul Makwa anakiri kuwa alikuwa amefahamu kuhusu masomo haya, ingawa hakuyatilia maanani. Sasa shamba lake lililopakana na lingine la kilimo hifadhi halina chochote cha kuvuna msimu huu. Ile mavuno nimepata kwa ile ukulima wa kawaida ni hii, ni mavuno kidogo sana. Hiyo yote kamaliza ukame. Lakini nikienda kwa jirani iko na mavuno mazuri kwa jirani. Hii ndio hicho kilimo nataka kufanya kwangu shambani, nipate mazao mazuri kati ujao. Kilimo hifadhi kinaweza kuendeshwa kwa mazao aina tofauti tofauti na wala sio mahindi pekee. Jambo lililo la muhimu kwenye mbinu hii ni kutayarisha mashimo yenye umbo la mstatili, yani rectangle, ambayo hutakiwa kuwa na urefu wa futi 1 na kutenganishwa kwa upana wa nusu futi. Kutoka laini moja hadi nyingine utatenganisha mazao yako kwa futi 3, kina cha kila shimo kiwe inchi 6. Mvua kama tuna expect ya Makueni Oktoba, tunashauri wakulima tuanze land preparation as early as August, so that by the time inafika wakati wa mvua hakuna muda wa kukimbia. Wewe tayari uko sawa, unikupanda na kungojea mavuno. Baada ya kukata mashimo haya, utayaongezea mbolea au samadi iliyo tayari. Je, tofauti ya samadi iliyo tayari na isiyo tayari ni gani? Anatufahamisha mwalimu wetu Bwana Chongo. Tunapenda kushauri mkulima atumie mbolea ile ambayo iko tayari. Wanasema imeiva, ambayo inaweza kusaidia mmea, ambayo ni kama tunaiona hapa. Sasa utakuta mkulima mwingine ako na mbolea kama hii. Hii mbolea si rahisi imsaidie kwa shamba, kwa sababu bado hii haijamaliza process yake. So utakuta mkulima akiwa ameweka mbolea kama hii, hata ni effect, na ni rahisi kulalamika kusema kuwa manyua haikumsaidia kwa shamba. Vifaa ambavyo hutumika kutengeneza kamba za kupima mashimo haya ni zile zinazopatikana kwa urahisi kwa wakulima ili kuwezesha kufaulu. Ni katika nia ya kumsaidia kutoingia gharama ya kununua vitu vya bei kali, na vilevile kwa wakulima ambao huenda wasiwe na uwezo wa kusoma vifaa vya kisasa kama vile utepe. Hii kamba ndio tunajaribu kufundisha na wakulima kuchukua vipimo za kuweza kupata the right measurements wakati wanafanya land preparation. Conservation farming is all about precision. Na precision lazima tupate the correct measurements. Wakulima wengi hawana uwezo wa kuwa na tape measure ama hawana uwezo wa kusoma tape measure yenyewe kuinterpret. So tunatumia biro pen. One biro pen ni 15 centimeters. Baada ya kupasua mashimo haya, utaongezea samadi kulingana na ushauri, na kisha uongezee mbolea ya viwandani kiasi kidogo ili kusaidia katika ukuzaji wa mizizi ya mmea wako. Hii ukishamaliza kuweka fertilizer, you just cover it completely. Say that we are doing land preparation during the dry spell. Sasa ukishafanya land preparation, unaacha shamba yako hapa. Labda it's 1 month, 2 months earlier before the offset of rain. Iwapo unanuia kupanda zao la mahindi, unatakiwa kupanda mbegu 3 kwa kila shimo.
mazao ya jamii ya maharage huingia mbegu 8 hadi 12. Those are 12 seeds. Kulingana na your basin, the food ile iko pale, food reserve, na water ile imekuwa retained, it is enough to feed the seeds. Kwa kufanya hivi, mkulima ataweza kufahamu hata idadi ya mimea yake na hivyo kumwezesha kuwa na nakili bora ya kiwango cha mazao yake. Mimi naona watu wa area hii wakijipanga walime hii kilimo ya conservation, mambo ya modio tutaachilia mbali na tuanze tujitegemee tu. I planted from this lemon tree. My basins are right here. Just come through. Elizabeth Kimote ni mkulima mwingine ambaye hana sababu ya kulalamikia hatua yake ya kujiuzulu kazi za ofisi na kurejea mashambani. Yeye aliamua kukumbatia mbinu hii ya kilimo kwa vile wanalo shamba kubwa ambalo lina uwezo wa kutoa mazao mengi. Kwa sasa amekwishavuna zao lake la maharagwe ambayo walipanda kwa mbinu hii ya kilimo hifadhi. Waliweza kuvuna kiasi kikubwa cha maharagwe ukilinganisha na zamani na jinsi wakazi wa eneo hili wanazoea. Ikiwa tukujanyesha vizuri kama hii mvua ya April, kulinyesha siku 2 tu mvua ile mingi ya kupanda, tunavuna debe moja, debe kama kilo 5-10 hivi. Tangu tuanze CA, mam nimeona amevuna gunia 4 za maharagwe na amezoea debe gunia moja akavuna 4. Na mimi mwenyewe kasehemu kangu nilichukua kadogo kakota eka hivi nikavuna 100 kilo. Jirani wetu wote waliona vile watu hawakuwa wakulima wakivuna sana. Wakasema ni begu yangu. Kwa hivyo sasa wananunua begu wakifikiria ni begu, lakini sio begu, ni vile tunalima. Mahindi yaliyo kwenye shamba hili lao vile vile yamepandwa kwenye mashimo waliotengeneza msimu uliopita. Bado watapata mavuno mengi msimu huu. If we open our minds to education, we can find better ways of farming and working with what, let's say, God has given us or what is available. The rain that is there, the water that is there. If you conserve it, if you maximize your land, you can get the yields and get out of poverty or handouts from the government and such. Kilimo hifadhi kinampa mkulima uhakika wa mapato kwa vile mbinu hii inawezesha mmea kutumia chakula chake bila ushindani mkali wa kuwekwa shambani. Hii ni kwa vile mbolea huwekwa tu katika sehemu inapotakikana. Upaliliaji wa mazao kwenye shamba linaloendesha kilimo hifadhi huendeshwa kwa utaratibu kwa vile mchanga haupaswi kusumbuliwa. Hivyo kifaa spesheli hutumika kukata magugu. Kifaa ambacho pia huhakikisha mizizi ya mimea yako haisumbuliwi. After germinating, tulifundishwa jinsi ya kulima, kufalilia. Tukaletewa njembe inaitwa Shalwinda ambaye iko na sehemu kidogo ya kupanda such that huwezi kadiki chini, ni kuangura tu hapa juu. Mkulima Tegla licha ya kuwa mfanyi biashara anatufahamisha kuwa ameamua kufuata kilimo kama biashara yake kwa sasa kwa vile hajawahi kudhania shamba lake linaweza kumpa mazao kama haya. Ukulima ni biashara. Hata mimi niko na biashara kidogo huko Kia Market, na most of the time tangu nianze kupanda hii ni kama nimefunga. Most of the time nakuja kwa vile nikiangalia ile mafuno nitapata hapa ni zaidi ya ile napata kwa duka ya nguo. Kwa hivyo mimi nitafikia kiwango ya kufanya kilimo biashara. Ni matumaini yetu kuwa wakulima walioko kwenye maeneo kame au yenye kiwango cha chini cha mvua wataweza kukumbatia mbinu hii yenye uwezo wa kubadilisha maisha ya watu wengi na pia kubadilisha hali ya mazingira. Eneo hili la Makueni kwa mfano ni mojawapo wa maeneo ambayo wakulima huwa na mashamba makubwa ambayo hamna ukulima unaoendelea humo. Watu hapa wamekuwa wakizoea kuishi kwa kutegemea vyakula vya msaada. Na in terms of mashamba, kwa kweli wana mashamba mazuri sana, wamebarikiwa na mashamba mazuri sana na yenye rutuba na yenye uwezo wa kuzalisha. Kile kitu ambacho kimekuwa kikikosewa kila wakati ni mbinu ya kilimo. Mpaka leo wanatumia ile mbinu ya kienyeji ilikuwa inatumika miaka 50, miaka 60 iliyopita. Bila shaka hili litakuwa jambo la kuwafurahisha wengi na pia kuwainua kiuchumi sawia na kubadilisha sura ya kaunti hii. Makueni, kila mboma ama kila shamba ikifundishwa hii kilimo, hakuna ukame Makueni. Kwa vile like now hakukuwa na mvua. Na
tayari chakula iko. Suppose tulikuwa na mashamba 20 ama 50 wamelima hii conservation. Si hapa kwetu ukia watu watakuwa na chakula. Hata kuuza mimi hii najua hii yangu itakuwa na bei ile ya juu kwa vile hakuna mahindi. Nitauza vizuri. Hebu tukumbatie mbinu endelevu za kilimo na pia tuweze kubadilisha mawazo yetu ya kilimo ili taifa letu liweze kujitosheleza kichakula.